Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amesema kwamba bado ana imani na timu yake ya taifa ya usalama licha ya kashfa za hivi majuzi kuhusu uvujaji wa data kuhusu mashambulizi ya jeshi la Marekani huko nchini Yemen. Katika siku za hivi karibuni, baadhi ya siri za serikali ya Marekani hasa katika eneo lake la Wizara ya Ulinzi zimevuja. Siri nyingi zimevuja kiasi kwamba wa Yemen, hasa kundi la wapiganaji wa Kihouthi, wametambua ni namna gani ya kuwakabili wa Marekani, na ndio maana Marekani licha ya kuanzisha mashambulizi, lakini ni mashambulizi ambayo yamekabiliwa vikali na jeshi la wa Yemen. Kwa mujibu wa Trump, anasema mtu huyo ni mtu mzuri sana ambaye unamkosoa, anasema rais huyo wa Marekani Bwana Trump. Kiongozi huyo wa Marekani amesema akimzungumzia mshauri wa usalama wa kitaifa wa Marekani Mike Waltz, akisema yeye ni mtu mzuri sana na ataendelea kufanya kazi nzuri, bado anamwamini, amesema rais huyo wa Marekani, huku akisema kwamba anamwamini kiongozi huyo. Trump alipongeza kuwa timu yake yote ya usalama wa taifa inafanya kazi kwa ufanisi. Tuna kundi la kustaajabisha, usalama wetu wa taifa sasa uko imara zaidi kuliko hapo awali, alisema. Kwa maoni ya Trump, wapinzani wake wa kisiasa walizingatia sana mada hiyo. Pia alielezea Atlantic kama jarida lililoshindwa ambalo huchapisha hadithi za maandishi. Hata hivyo, amesema kwamba wakati ambapo Marekani imekuwa ikipambana katika kuhakikisha inakuwa salama zaidi, kumekuwa na uvujaji wa kashfa ambazo haamini kama ni za ukweli. Kuvuja kwa kashfa hapo awali, hususan baada ya mhariri mkuu wa Atlantic Jeffrey Goldberg alisema kwamba habari aliyochapisha amepata ombi la kujiunga na mfumo maalum wa programu ya ujumbe iliyokuwa imefichwa kutoka kwa Mike Waltz. Mnamo Machi 11 alijumuishwa katika mazungumzo ambayo kulikuwa na mipango ya kupanga namna ya kuwakabili Wahouthi wa nchini Yemen na kile kilichoonekana kuwa maafisa wengine wakuu wa utawala, akiwemo waziri wa ulinzi Pete Hegseth, lakini pia makamu wa rais JD Vance. Kwa siku kadhaa, majadiliano ya sera ya kuvutia yalifanyika kwenye gumzo, ambapo habari hizo zilieleza. Kulingana na mhariri huyo, mnamo Machi 15, Pete Hegseth, waziri wa mambo ya ulinzi, alichapisha ujumbe ambao ulikuwa na maelezo ya namna ya kufanya mashambulizi dhidi ya Wahouthi, ikiwa ni pamoja na shabaha, silaha na muda uliokadiriwa wa kuanza kwa makombora hayo, ambao kulingana na Goldberg uliendana na wakati wa kuchapishwa kwa jumbe za kwanza kuhusu shambulio la bomu kwenye mitandao ya kijamii. Goldberg alisema kuwa Brian Huyes, msemaji wa Baraza la Usalama la Kitaifa, alithibitisha ukweli juu ya mashambulizi hayo dhidi ya Wahouthi wa Yemen. Huu unaonekana kuwa msururu wa ujumbe halisi na tunakagua jinsi nambari isiyojulikana iliongezwa kwenye mnyororo, Huyes alisema, akimtaja mwanahabari huyo. Mnamo Machi 15, Marekani ilianza kufanya makombora makubwa dhidi ya vituo vya Wahouthi huko Yemen kulingana na agizo la rais wa Marekani Donald Trump. Kamandi kuu ya Marekani ilisema kuwa lengo lilikuwa kutetea maslahi ya Marekani na kurejesha uhuru wa urambazaji. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.